Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 16 ya mwezi wa 3 siku ya Jumapili, kipindi hewani utupeleo riziki yetu ya kila siku. Jana nimeanza kukupitisha kwenye wazo jingine la kiuchumi ya kwamba ili ufanikiwe kiuchumi unahitaji kujua maeneo ambayo fedha inajificha, na tayari nimekuonyesha eneo moja ambalo fedha inajificha ambao ni kwenye ufahamu au maarifa. Ufahamu au maarifa. Hosea 4:6 mstari unaosimamia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na jana nilianza kukupa picha ya kwamba maarifa au ufahamu ni fedha, na nitumia mfano ambao nimeanza kuonyesha jana wa Samsoni na Delila, na ambao ni kuonyesha jana ya kwamba wakuu wa Wafilisti walitaka kumtesa Samsoni. Ili kumtesa walihitaji kujua asili ya nguvu zake, kwa sababu ndivyo wangeweza kumfunga na kumtesa. Na walitumia utafiti, walitumia njia zao zote, hawakuweza kujua. Unasema unajuaje wametumia utafiti? Biblia inawaita walikuwa ni wakuu wa Wafilisti, kwa hiyo ni wakubwa wa nchi, kama maraisi au wakuu wa majimbo 5 ya Wafilisti. Kwa hiyo walikuwa na vyombo vya usalama, walikuwa na vyombo vya upelelezi, walikuwa na njia nyingi za kuweza kujua nguvu za Samsoni, na hawakuweza kujua. Wakagundua kuna mtu anaitwa Delila, Samsoni anampenda, na kwa sababu ya mahusiano yao wakajua Delila angeweza kupata ufahamu, angeweza kupata maarifa ya nguvu za Samsoni, na kwa sababu hiyo wakawa tayari kulipia fedha, kila mkuu wa Filisti fedha 1100 kama hayo maarifa yatapatikana. Kwa hiyo kwa Delila issue ya kumsaliti Samsoni haikuwa tu issue ya mapenzi kama ambavyo nasema siku zote, ilikuwa ni issue ya kiuchumi. Nitakuonyesha kama sio leo kesho jinsi fedha ilivyokuwa nyingi. Ilikuwa fedha kidogo hata kidogo, ilikuwa ni fedha nyingi, na kwa hiyo ilikuwa ni muhimu sana kwa Delila kuona swala hili kiuchumi ili kumsaliti Samsoni kuliko vile ambavyo alikuwa analiona kimapenzi. Na jana nilikwambia haya. Leo nataka nikuonyeshe hii ahadi aliyopewa Delila. Usifikiri ilikuwa ni ahadi ndogo. Ilikuwa ni ahadi kubwa sana kiuchumi. Kubwa. Na angalia, hii ahadi ilisema hivi. Hii ahadi ilisema nasi, ule mstari wa 25 sura ya 16 Waamuzi, mstari wa 5 sura ya 16, mwishoni ahadi ya wafalme inasema nasi tutakupa kila mtu fedha 1100 kwa kufanikisha hayo maarifa ukatupatia. Kila mkuu wa Filisti atakupa fedha 1100. Na mimi hapa nitamani kujua sana ya kwamba hizi fedha ilikuwa ni kiasi gani, kwa sababu anaposema kila mtu fedha maana yake walikuwa zaidi ya mmoja. Na ili tujue ya kwamba hizi fedha walikuwa ni kiasi gani, lazima tujue idadi ya hao wakuu wa Filisti. Unaona? Tujue idadi. Angalia, tutafute maarifa walikuwa wangapi. Maana wanasema kila mtu tutakupa. Hii fedha ilikuwa ni nyingi kiasi gani? Hao wakuu wa Filisti walikuwa ni wangapi? Lazima ujue. Sasa maandiko yafuatayo yanatupa kujua wakuu wa Filisti walikuwa wangapi. Angalia Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 4. Samueli wa kwanza sura ya 6 mstari wa 4 anasema ndipo wakauliza, na hayo matoleo ya kosa yatakuwa ya namna gani hayo tutakayompelekea? Nao wakajibu, na yao ya majipu ya dhahabu 5 na panya wa dhahabu 5. Afangalia, sawa sawa na idadi ya mashehe wa Wafilisti, kwa kuwa tauni moja ilikuwa juu yenu nyote na juu ya mashehe wenu. Kwa hiyo mashehe wa Wafilisti walikuwa 5. Wakuu wa Wafilisti walikuwa 5. Idadi wanavyosema kila mtu tutakupa fedha 1100, idadi yao walikuwa 5. Angalia tena Samueli hii wa kwanza sura ya 6 hiyo mstari wa 16. Sura ya 6 hiyo mstari wa 16 anasema, na hao mashehe 5 wa Wafilisti hapo walipokwisha kuyaona hayo walirejea Ekroni siku hiyo hiyo. Mashehe 5. Angalia Samueli wa kwanza sura hiyo ya 16 mstari wa 18, na panya wa dhahabu kwa idadi ya miji yote ya Wafilisti, miliki zao wale mashehe 5. Kwa walikuwa na miji ambayo ilikuwa ina miliki za mashehe wakuu wa Wafilisti 5, miji yenye maboma na vijiji vya mashamba pia, nalo lile jiwe kubwa ambalo juu yake liliwekwa sanduku la Bwana liko hata hivi leo hapo kondeni pa Yoshua wa Bethi Shemeshi. Kwa hiyo mashehe 5 wanavyosema mstari wa 16 sura mstari wa 5 sura 16 Waamuzi, kila mtu tutakupa fedha 1100, walikuwa mashehe 5.
Angalia pia kitabu cha Waamuzi. Kitabu cha Waamuzi sura ya 3 mstari wa 3. Kitabu cha Waamuzi sura ya 3 mstari wa 3 inasema aliwaacha wakuu 5 wa Wafilisti. Aliwaacha wakuu 5 wa Wafilisti na Wakanaani wote na Wasidoni na Wahivi waliokaa katika kilima cha Lebanoni toka mlima wa Baal-Hermon mpaka kuingia Hamathi. Aliwaacha wakuu 5 wa Wafilisti. Kwa hiyo wakuu wa Wafilisti walikuwa 5. Nikupe mstari wa mwisho unaotuonyesha hili. Yoshua sura ya 13 mstari wa 3. Yoshua sura ya 13 mstari wa 3. Kutoka Shiholi hicho kijito kilichokabili Misri hata mpaka wa Ekroni upande wa kaskazini, nchi inayohesabiwa kuwa ni ya hao wa Kanaani, mashehe 5 wa hao wa Filisti, wa Gaza na Ashdodi na Ashkeloni na Wagiti na Waekroni tena Waavi, mashehe 5. Kwa hiyo wakuu wa Wafilisti, kutokana na haya maandiko, wakuu wa Wafilisti waliomwahidi Delila tutakupa kila mtu fedha 1,100 walikuwa 5. Wakuu 5 wa Wafilisti. Kwa hiyo kama kila mtu alitoa fedha 1,100, kama kila mtu alimwahidi, Waamuzi 16 mstari wa 5, kila mtu alimwahidi Delila tutakupa fedha 1,100, maana yake kila mtu alitoa hizo fedha 1,100 kwa Delila kupata maarifa ya siri ya nguvu za Samsoni na jinsi watakavyomtesa Samsoni. Kwa hiyo Delila alipata fedha jumla 5,500 kutoka kwenye ile deal, tukiita leo tuite deal, kutoka kwenye ile biashara. Delila alipata fedha 5,500, fedha 5,500. Maana yake wakuu walikuwa 5, kila mtu atoe fedha 1,100, jumla ilikuwa ni fedha 5,500. Mpendwa, hii ilikuwa biashara kubwa sana. Ilikuwa ni biashara kubwa. Fedha 1,100 kwa kipindi kile haikuwa fedha ndogo, ilikuwa ni fedha nyingi. Kwa hiyo Delila kumsaliti Samsoni haikuwa issue ya mapenzi tu, ilikuwa ni issue ya kiuchumi. Nini alichokuwa anauza kutoka kwa Samsoni? Maarifa, ufahamu, akili ya asili ya nguvu za Samsoni, jinsi ambavyo wakuu wa Filisti wanaweza kumtesa na kumshika. Hicho ndicho alichokuwa anakiuza, na ndicho wakuu wa Filisti walikuwa wamempa ofa kwamba ukitupa hiyo siri, ukitupa hiyo maarifa, tunakupa kila mtu fedha 1,100. Fikiri wakuu 5 wa nchi wako tayari kila mtu kutoa fedha 1,100. Hii ni fedha nyingi, na hiyo ndio Delila aliyopewa. Kwa hiyo ni wazi baada ya kile kitendo Delila alikuwa ni tajiri. Tukiongelea kwa lugha ya wakati huu, Delila alikuwa ni tajiri. Kesho nitakuonyesha kwa undani thamani ya hii fedha. Kwa kuangalizia mifano miwili mikubwa ambayo iko kwenye Biblia, na utashangaa sana. Lakini nachotaka uone kwamba maarifa, ufahamu, akili juu ya asili ya nguvu za Samsoni, namna gani wakuu wa Filisti watamkamata na kumtesa, hivyo vilikuwa vimeficha fedha 5,500 ambayo Delila alikuwa tayari kupewa. Mungu akubariki. Tuonane kesho kwenye kipindi kama hiki saa 12 asubuhi. Uwe na siku njema.